kunipa nafasi niweze kuchangia hoja iliyopo mezani. Kwanza nianze kuunga mkono hoja, lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameifanya sekta ya kilimo kuwa na mageuzi makubwa sana, na hasa ukianza kuangalia mafanikio yale yaliyoorodheshwa katika kitabu cha hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Na mimi naona hayo ni mafanikio makubwa katika serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na daktari bingwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri Bashe pamoja na naibu waziri. Na kwa kweli kwenye hii wizara, kama hii dhima ilikuwepo miaka mingi, lakini hii dhima iliyokuwepo kwenye wizara yenu ya kujenga sekta ya kilimo endelevu na yenye ushindani ili kukuza uchumi shirikishi, kuboresha maisha ya mkulima, kwa mara hii mmeipatia kuliko mara nyingine yoyote. Hongera sana Mheshimiwa Bashe. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hayo mafanikio kuna eneo kubwa ambalo tunaona kabisa kwamba upatikanaji wa pembejeo na viuatilifu ni jambo ambalo limeongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiangalia baadhi ya mafanikio, kwanza unakuta bei ya mazao, hasa sisi watu wa mkoa wa Mtwara kama mashuhuda, ni mashuhuda wazuri, kwa sababu kwa msimu uliopita korosho iliuzwa kwa wastani kwa bei ya 3,500 mpaka 4,195 kwa lile soko la TMX. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mliona picha kwenye mitandao ya kijamii, watu walikuwa wanatutania kule. Sitaki kwenda kwenye huo utani. Lakini kwenye mbaazi iliuzwa kwa 1,800 mpaka 2,200. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimwambie Mheshimiwa Bashe, kazi aliyoifanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wakulima wa mkoa wa Mtwara haijapata kutokea. Sisi kwetu mbaazi ilikuwa ni mboga ya Mheshimiwa Bashe. Ulikuwa unavuna tenga 2 unaiweka, tena ukianza kula na familia yako mpaka wakati mwingine inapukuswa, nikuambie kwa kikwetu. Na ukitaka kubadilisha mboga unaitoa kwenye zile punje, unasaga, inaitwa barahoa. Lakini kwa mara ya kwanza mbaazi imekuwa ni zao la biashara. Hongera sana. Lakini ufuta umeuzwa kwa wastani wa 4,000, haijapata kutokea. Sisi tunaishukuru serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru wewe Mheshimiwa Bashe, wewe huna baya. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kazi hiyo nzuri, na kwa kweli leo baada ya mafanikio makubwa uliyoorodhesha kwenye kitabu chako, naomba nishauri maeneo mawili kwa ufupi sana. Eneo la kwanza, hii kazi nzuri inayofanywa na wizara, maafisa huduma za ugani kubaki kwenye halmashauri sio sawa sawa. Wakurugenzi wa halmashauri wana vipaumbele vingi, wana mambo mengi. Kwa hiyo kwanza, hata kwenye bajeti inapowekwa kwenye idara za kilimo kwa maafisa ugani, kwanza haitoki. Lakini hata inapotoka inawekwa kutekeleza majukumu mengine, si rahisi sana. Kwa hiyo huduma za ugani, na mmewapatia maafisa ugani pikipiki kwa mfano, tunatarajia sasa hao wakaliweke mafuta yao kwenye mishahara yao, alafu wakulima watembelewe. Mimi nadhani kutokana na vipaumbele vingi vya wakurugenzi walivyo navyo, si rahisi huduma za ugani wakatekeleza miradi yoyote ama kazi zile kwa 100%. Na wakurugenzi wa halmashauri, ni muhimu kurejesha huduma za ugani wizarani. Inawezekana, lakini tukiacha hivi watakuwa bado wananing'inia tu, kwa sababu hata wakipangiwa kwa mfano fedha kidogo, unataka kuniambia atapewa afisa ugani akashughulikia akacheki shamba darasa, badala hiyo fedha ikalipe deni ambalo kwa siku hiyo ama kwa wiki hiyo mkurugenzi anatakiwa alilipe. Kwa mimi nadhani umefika wakati kwa kweli huduma za ugani zirudishwe wizarani ili kuona tija na kuwa na mtiririko sahihi kutoka wizarani na mpaka kule chini kwa wanakowasimamia wakulima. Eneo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo,
Mwaka jana hapa katika hili bunge tulikurudishia, tulikupa tena kisheria fedha za export levy, na ni za kisheria kabisa. Sasa mimi nilikuwa natamani kujua tangu tulipokurudishia hapa bungeni fedha za export levy umepata kiasi gani? Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi fedha kwa mujibu wa sheria zinatakiwa zirudishwe bodi. Bodi zikifika bodi ya korosho zikatekeleze majukumu ama wajibu uliopangwa kisheria pamoja na kuendeleza zao la korosho. Sasa hizi fedha kama zinatoka huko, asubuhi hapa Mheshimiwa Katani alichangia, zikaenda huko zinakokwenda, alafu tena waziri sasa sijui kwa taratibu zako, sijui kwa namna utakavyovipata, lakini mimi nina uhakika kwa sababu mimi ukiacha kuwatetea wakulima, lakini pia mimi ni mkulima. Hatujaiona tija ya hizo fedha tulizokurudishia. Pengine wanaohusika watuambie ni kwa kiasi gani fedha za export levy zimekuja kwako kama waziri wa kilimo ama bodi ya korosho kwenda kuendeleza zao la korosho. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo nirudie tena kuwashukuru sana. Nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri Bashe kwa kazi nzuri. Mungu abariki kazi ya mikono yenu, lakini nina imani kura zote za mkoa wa Mtwara kwa mafanikio mazuri tuliyopata katika kilimo tunampelekea Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba kuunga mkono hoja. Asante.